kuwa Kenya, hususan Kenya, serikali haijapatia kipaumbele afya ya akili ama mental health. Sasa watu wamekuwa wanaumia, wanateseka, wajui wafanye nini, kwa sababu serikali, hata ukiangalia bajeti zao za Kenya, hujaisikia siku imewekwa pesa ya kando, imewekwa kando ya afya ya akili za binadamu hapa Kenya. Na hilo chanzo kikubwa cha watu kuumia, kupigana, kufa, kuibiana kwa sababu ya msongo wa mawazo. So tumekuja kuambia serikali, kitu ya kwanza, wa make sure budget ya Kenya hiyo imepewa kipaumbele sana. Kwa sababu kuna mambo mengi yanasumbua afya ya akili ya binadamu. Kwanza, kuna wale ambao waweza kuwa tu ukosefu wa pesa. Pili, umesoma na hauna kazi. Unakuta kuwa wewe umesoma na huna kazi, na wenzako ambao hawakusoma hawana kazi wanapepea kukushinda. Sasa unasupukana akili. Mambo mengine ni kama ile sasa sisi wanaharakati, mateso ambayo tunapatikwa kutoka kwa serikali. Unaona kuna kutekwa, kuna kubakwa, kuna kupigwa, kuna kufunguliwa mashtaka ambayo sio ya ukweli, yani kubambikiziwa mashtaka. Hayo yote yatutesa sisi kiakili na paka familia zetu. Unaona kuwa familia yako, unaona umeshikwa, umewekwa ndani, labda umetekwa, upatikani, unawatesa wale, na pia unamtesa ule umemlilio, amekuwa ameshikwa ama amepigwa. So tunataka kuambia serikali lazima wajue chochote kile wanafanya, lazima wajue kuwa hakikishe afya ya Wakenya iko mzuri, hususan afya ya akili. Ambapo naomba kutoa mwito kwa wanaharakati wote na Gen Zs wote kuweza kupata ushauri nasaha, kuweza kupata mental wellness talks na kuweza kukua na psychologist ambaye anaweza kukusaidia kuweza overcome na accommodate vile vitu ambavyo ama experience ambayo umeweza kuipata katika hali ya kazi, katika hali ya kimaisha na katika hali yako ya kawaida, endapo labda ni kukua kuanzia ukiwa mdogo na mpaka sasa hivi, ili uweze kukua na jamii ambayo iko salama, iko na afya bora, manake akili ni kiungo muhimu sana katika operations zetu kila wakati, na pia operations za mwili kuweza kutusaidia. Hasa ningetoa mwito mkubwa sana kwa kina baba, wanaume. You can see the rates of suicide, untimely deaths sana zimetoka kwamba wanaume wanaongoza katika suicidal thoughts, na pia vile mental illness pia utapata wengi sana ni wanaume. Tafadhali mwito wangu ni kwamba before you are a man, you are first a human being. It's okay to cry, it's okay to share, and it's okay to not being okay. And we are here to help you overcome and to cope with the situation that you can be facing or you are facing. We have counselors, we have psychologists for free. So just reach out and then we will see a very healthy community together. Langu tu ni kuhimiza jamii ya kwamba it's important tuweze seek services ambazo zinaweza kusaidia akili zetu. Katika huu mkutano tumepata kuwa kuna madaktari wanaitwa Doctors Beyond Borders, I think, something like that. Without Borders, wana offer services kwa children from 10 years to 24 years free of charge on 3 government facilities. One of them is Ganjoni. If you are around here now, you need to talk to someone, please reach out na utasaidika. Na pia kwa mkutano ya leo tumeweza kurealize ya kwamba almost all of us tunasuffer from issues ambazo zinatuumiza. We've seen issues ranging from how we grew up, absent fathers. We've seen issues from maybe tulikuwa sodomized ama tulikuwa defiled, and that issue didn't go away ama huku we address, so that issue inabaki na wewe, na umekuwa sasa mtu mzima, you project that to your family, to your nini. There is help out here. If you feel like you need help, you need someone to talk to, you need someone to take you through the steps of healing, kunayo watu ambao wanaweza kukusaidia. Shukran.